Karibu sana msikilizaji, katika video ya leo naenda kushare na wewe utengenezaji wa sabuni nzito kabisa multipurpose liquid soap. Hatua ya kwanza ninaanza kwa kuvaa vifaa kinga ambavyo ni gloves kwa ajili ya kujikinga. Lakini msikilizaji, mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Nimekuandikia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Kitabu hiki msikilizaji, nimekuandikia zaidi ya bidhaa 21 ikiwemo sabuni ya maji ambayo tunaitengeneza siku ya leo. Ukihitaji madarasa kutoka kwetu au ukihitaji nakala ya kitabu, basi utanitext kupitia WhatsApp 0783500971. Hatua ya kwanza, tuna adi chumvi katika jaba ambalo halina chochote. Natamani video ya siku ya leo uelewe kitu kimoja msikilizaji ambacho kitakusaidia. Baada ya kuadi chumvi, hatua nyingine ambayo inafuata, basi tunaenda kuweka Siles. Siles jina lingine napenda kuita Texapon. Kwa hiyo ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Hakika yako mengi ambayo utajifunza kwa upande wa ujasiriamali. Lakini kwa wewe ambao unapenda ujasiriamali, unaweza subscribe ili kupata video zetu nyingi ambazo zinahusiana na ujasiriamali wa kuzalisha bidhaa mbalimbali na hata kupeleka sokoni pia. Ukipenda kujifunza zaidi na kufika mahali, unaweza ukachukua nakala ya kitabu cha Miliki Kiwanda Chako au ukajiunga na darasa letu kupitia WhatsApp. Unachotakiwa kukifanya msikilizaji ambao unanifuatilia katika video zangu zote ni kunitext kupitia WhatsApp namba ambazo zinaonekana katika dashboard hizo 0783500971. Hapa tumeadi Siles pamoja na chumvi au sodium chloride pamoja na Texapon. Kwa hiyo majina yako mengi sana ya kitaalamu, lakini majina ambayo yamezoeleka zaidi ni haya ambayo nayatamka leo, kama vile Siles na chumvi. Na kila kitu kinaenda kwa vipimo msikilizaji. Zingatia sana vipimo vya bidhaa zako ambazo unazitengeneza, kwa sababu matokeo makubwa ya bidhaa yako yatasababishwa na vipimo sahihi ambavyo unavitumia. Kwa hiyo ukorogaji ni kuelekea upande mmoja. Na hapa tunakoroga nini? Hapa tunakoroga Siles pamoja na chumvi mpaka vishikamane vizuri kabisa na tupate matokeo ambayo yanaridhisha. Huenda tunaweza tukakoroga dakika 3 mpaka dakika 5 kwa ajili ya kupata yale matokeo ambayo ni mazuri. Na baada ya kupata yale matokeo ambayo ni mazuri, hatua nyingine ambayo itafuata, tutachota jagi moja la maji hapa kama inavyoonekana. Tutachota jagi moja la maji, alafu tunaadi kwenye huu mkorogo ambao tunaokoroga, na ukorogaji unaendelea kama kawaida. Msikizaji, sabuni huwa inavutia kwa vitu vikubwa vitatu. Jambo la kwanza, manukato ambayo unatumia. Jambo la pili ni uzito wa bidhaa ambayo unaitengeneza. Jambo la tatu na la mwisho ni impact au yale matokeo ambayo yanatokana na ile sabuni yako. Baada ya hapo tunaadi perfume. Perfume nzuri msikilizaji, unaweza kutumia lemon, unaweza kutumia orange, unaweza kutumia strawberry, unaweza kutumia lavender, unaweza kutumia pink passion, unaweza kutumia bubblegum. Ni perfume ambazo ni nzuri. Kwa wale ambao wako kwenye darasa langu, nafikiri hivyo vitu nawafundisha sana na wanafahamu. Hata katika ufungashaji, bidhaa yako inapokamilika, basi jitahidi sana uifungashe katika hali ambayo ni nzuri. Yaani namaanisha kwamba epuka kuweka sabuni yako katika machupa. Zingatia kuweka sabuni yako katika madumu mapya, lakini pia sio madumu mapya tu, lakini yawe na sticker ambayo inavutia, yenye mpangilio mzuri, jina la biashara, address ya mzalishaji, expire date. Yani zingatia vitu kama hivyo, ujazo wa bidhaa. Okay, tunaendelea. Hii hapa tunaweka ni citric acid. Tunaadi citric acid msikilizaji, na inatakiwa iwe kwa vipimo kwa sababu tunataka tutoe bidhaa ambayo ni nzuri. Baada ya kuadi citric acid, hiyo ni preservative. Na hicho ndio kitu pekee msikilizaji ambacho kina uwezo wa kutunza sabuni yetu ikaishi muda mrefu pasipo ku-expire date. Na hicho ndio kitu ambacho kinatupa expire date ya bidhaa yetu. Kwa hiyo darasani kwetu tutajifunza zaidi, au ukipata nakala ya Miliki Kiwanda Chako utajifunza zaidi. Tunachukua maji litakazaa katika ndoo. Baada ya kuchukua maji litakazaa kwenye ndoo, tunaweka sodashi, tunakoroga kama dakika 1. Baada ya hiyo dakika 1 kupita, tunaweka sulfonic acid. Kumbuka kazi kubwa ya sulfonic acid ni kuondosha uchafu katika sabuni. Yaani unapokuwa unatumia sabuni, inaondoa ule uchafu. Kinachosababisha yale matokeo ni kile kiwango cha sulfonic acid ambacho unakiweka. Nacho kifanyike kwa kiwango, kwa sababu kama ukizidisha, basi nguo zako zitakuwa zinapauka, au utakuwa unapausha vile vitu ambavyo unavisafisha kupitia ile sabuni yako. Baada ya hapo tunaunganisha ile mikorogo. Tunaunganisha mkorogo ambao una soda pamoja na sulfuric acid, tunaunganisha katika ule mkorogo mkubwa ambao tulikuwa tumeanza kukoroga. Karibu sana msikilizaji uweze kujifunza na sisi Lodness Enterprises.
kwa ajili ya kupata matukio mazuri ya bidhaa yako ya sabuni. Karibu, utapatiwa utaratibu wa kupata nakala ya kitabu, utapatiwa pia utaratibu wa kujiunga na darasa letu WhatsApp ili uweze kujifunza hatua kwa hatua. Baada ya kuunganisha ile mikorogo miwili, zoezi lingine ambalo litafuata, tunapima tena lita kadhaa katika ndoo pembeni pale. Yes, tunasogeza namna hiyo. Zeni mtu wa kurogea unapaswa namna hii msikilizaji. Na nitakwambia sababu kwa nini ukiangalia mtu wa kurogea ni kama vile, mwishoni nitakwambia kwa nini unaonekana kama vile una kidude fulani kama kichupa huko mbele. Yes, hapo tunaweka CMC. Hapa tunaweka kitu ambacho kitaongeza uzito wa sabuni yetu. Unaweza kutumia CMC au unaweza kutumia Alka-2. Chochote kati ya hivyo ambacho utakipenda wewe, basi tutakitumia. Koroga. Baada ya kukoroga, tunaunganisha mikorogo pamoja, tuendelea kukoroga. Ziko siri ambazo unapaswa kuzingatia katika ukorogaji wa sabuni ya maji. Na katika video inayofuata pia nitalizungumzia hilo jambo. Mwishoni kabisa nitaweka glycerin. Mwishoni kabisa nitaweka CDE. Mwishoni kabisa naweza nikaweka soap booster kwa ajili ya kuboost mapovu. Mwishoni kabisa naweza nikaweka CIPB kwa ajili ya kuongeza ule ubora wa sabuni yangu. Kwa hapa nitaikoroga. Kila baada angalau nusu saa nairudia na ikoroga na kuifunika pia. Unapoifunika basi unaisaidia sabuni yako isiweze kupoteza yale marashi ambayo umeyaweka. Na kwenye huu mti nilikwambia nitakwambia mwishoni, kwa huku chini nimeweka hiki kifaa ili kisiweze kusuguana na jaba na kutoa vipande ambavyo havitaleta muonekano mzuri katika sabuni yangu. Karibu sana kwa kujifunza na kupata nakala ya kitabu nimekuwekea na